Habari za wakati huu mtazamaji wa SKF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Mei 9, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo hapa Njiro, Arusha, Tanzania. Kwa nami Penda Gotten na kusogezea taarifa hizi za habari. Watu wasiojulikana wamevamia na kuvunja zaidi ya makaburi 80 yaliyoko Kola, manispaa Morogoro, na kuiba baadhi ya vifaa vinavyotumika kujengea makaburi ikiwemo mikanda. Inaelezwa kuwa tukio hilo si la kwanza kutokea katika eneo hilo, hali ambayo imezidi kuzua taharuki kwa wananchi waliopumzishwa ndugu zao katika makaburi hayo. Aidha, wananchi hao wameziomba mamlaka husika kuhakikisha wanachukua hatua madhubuti ili kupata suluhu ya kudumu ya matukio hayo ya kihalifu. Ila sasa kimejitokeza kitu kama hiki cha wizi ambao hii na nini mikanda ambazo hizi skips. Mwanzo walikuwa wanaiba misalaba, naona sasa washaimaliza. Hiyo tumeamua inapofika jioni hakuna mtu kuondoka huko. Kwa hiyo swala kama hilo tumejiamua, hamna anotulipa, hamna anofanya nini. Kweli tumekulupusana nao na kweli saizi wamefika wenyewe askari wamevichukua hivyo vifaa ambavyo tumewakuta navyo hapa. Zoezi hilo kuepo. Napoongea mimi katika wanokuja huko hata mimi mwenyewe namzaa hao vijana. Mimi mwenyewe namzaa kwa sababu wanaanzia kwenye 2000 wanavyoonekana katika sikuturu wakimbiza na kuacha vitu vyao. Mwanzo walikuwa wanaiba misalaba ya chuma. Ila kwa sasa hivi wanaiba chuma za kaburi. Kila siku tunavyowafukuza wanakuwa wengi, hatuwezi kuwakamata, wanakimbia. Na watu wanaokuja kuiba huku ni watoto. Lengo lao wanaiba vichuma tu, waharibu mazingira ya makaburi na kubomoa. Kwa serikali tunaomba itusaidie. Tulipokea taarifa za wizi wa baadhi ya miundombinu ya makaburi, hasa zile aluminium zile zinazoshika tiles. Tulifika kwenye eneo la tukio na kuanza kufanya assessment au kuangalia ukubwa wa tatizo. Tulikuta makaburi kwa 85 yalikuwa yameshaibiwa hizo aluminium. Kazi tuliyoanza kuifanya ni kwa kushirikiana na mtaa kufanya operation usiku, ambapo kuna vijana wa makaburini pale wanaofanya kazi makaburini na sungusungu. Tulibaini kukamata vifaa ambapo wale watuhumiwa walikimbia, lakini tukakamata zile aluminium. Bado tunaendelea kufanya hizo jitihada za kutafuta. Tukaendelea kutafuta kwa wale wanaonunua vyuma chakavu, lakini hatujaweza kuzibaini mpaka sasa hivi. Wito wangu kwa jamii ni kwamba inatakiwa itambue kwamba makaburi ni nyumba za jumuiya kama zilivyo nyumba zingine za jumuiya. Kila kaya inaihusu na kila mtaa na kila raia anahusika na makaburi kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuyalinda makaburi yale kwa nguvu zetu zote. Endapo utahisi au utaona au utasikia kwamba kuna mtu fulani anafanya uharibifu kule, ni vizuri ukatutaarifu, ambapo tutachukua hatua za kisheria. Pia wanaojihusisha na vyuma chakavu, hakikisheni hamnunui vitu ambavyo hamna uhakika na vilikotoka, kwa sababu tunafanya operation hiyo pia. Tukikuta umenunua hivyo vitu, nadhani utatupeleka kwa yule aliyekuletea na wewe utakuwa kwenye matatizo pia. Bunge la Jamhuri ya Muungano la Tanzania leo Mei 9, 2025 limepitisha kwa 100% makadirio ya mapato na matumizi ya bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 baada ya bunge wote kuyapitisha kwa kura ya ndio. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 123 kanuni ndogo ya 3A na B ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kutoa taarifa kwamba bunge lako likikaa kama kamati na matumizi limekamilisha kazi zake. Naomba taarifa ya kamati ya matumizi ikubaliwe na bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Sasa nitawahoji kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Wanaafiki waseme ndio, wasiafiki waseme sio. Wote wameafiki. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Katika kikao cha wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola, Waziri wa Katiba na Sheria Damas Ndumbaro ameeleza kuwa mpango wa msaada wa kisheria unaendeshwa chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan umevuka mipaka ya taifa na sasa unatarajiwa kuwa mfano wa kuiga duniani kote.
Msaada wa kisheria wa Mama Samia umevuka nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Umevuka nje ya bara la Afrika. Umekwenda dunia nzima. Katika mkutano tuliofanya Geneva, ilikuwa ndio gumzo la mkutano huo. Kila mtu alitamani kujua kwa namna ambavyo Tanzania tumeweza kuasisi na kutekeleza. Wengi wakihoji nani alileta wazo hili, na jibu lilikuwa jepesi tu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndio kaleta wazo hili, na ndio maana mpango umepewa jina lake. Lakini wengine wakataka kujua ni nani ambaye anatekeleza mpango huu. Je, mna wataalamu kutoka nje ya nchi wanatekeleza? Tukaambia mpango umeasisiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wetu, na unatekelezwa na wataalamu wa Tanzania kwa 100%. Wakataka kujua ni nani anafadhili mpango huu. Tukasema mfadhili mkubwa ni wananchi wenyewe wa Tanzania kupitia kodi zao ndio zinafadhili. Sasa hili likawa gumzo, na wenzetu wa Jumuiya ya Madola wakasema hili ni jambo zuri sana. Walisema tunajua limeasisiwa Tanzania. Tanzania mna haki miliki juu ya jambo hili, lakini na sisi tuna haki ya kunakili. Tunaomba tuchukue na tusambaze kwenye jumuiya, nchi zote za Jumuiya ya Madola. Hivi sasa Mama Samia Legal Aid Campaign, mpango wa msaada wa kisheria wa Mama Samia, unakwenda kusambazwa katika nchi za Jumuiya ya Madola. Ni fahari kubwa sana kwa Watanzania ambao ndio wanauendesha mpango huu na wananufaika na mpango huu, kwa sababu nchi nyingine zingetamani. Ni fahari kubwa sana kwa Wizara ya Katiba na Sheria ambayo mimi nimepata bahati ya kuiongoza kwa kuendesha vizuri mpango huu kiasi kwamba unaongelewa duniani kote. Ni fahari kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais, kwa nchi yake na yeye mwenyewe kuendesha mpango huu vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais na kwa niaba wa Tanzania wote, najisikia fahari sana kuona msaada wa kisheria wa Mama Samia umekuwa gumzo duniani, umekuwa gumzo katika nchi za Jumuiya ya Madola, na sasa unakwenda kutekelezwa katika nchi hizo. Wanasheria wote walioko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mawakili wa kujitegemea kupitia Tanganyika Law Society na Zanzibar Law Society, wajue kwamba Mama Samia Legal Aid Campaign inatuletea heshima kubwa sana wanasheria wa kufanya utatuzi wa migogoro katika jamii kwa njia mbadala. Utatuzi huo unatupa heshima wanasheria kwamba tunatekeleza wajibu wetu katika jamii na tunahakikisha jamii inakuwa na haki. Stahiki Meya wa Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam Omari Kumbilamoto amewataka wafanyabiashara watakopata nafasi katika soko jipya la Vingunguti kuhakikisha wanaitumia fursa hiyo na kuacha kupangisha fremu kwa wafanyabiashara wengine. Watakaobahatika kupata fremu pale, fanya biashara wewe mwenyewe. Ikiwa serikali itakwambia lipa 200,000, lipa 1,500,000, 1,100,000, whatever mtakapokubaliana na serikali. Usijidanganye kwamba serikali imekwambia 1,150,000, alafu wewe ukamtafuta mtu ukapangisha ukauza bei gani? 500,000. Mmepotea. Nazungumza hivyo na uzoefu. Tumejenga soko la Kisutu, walikuwa wafanya biashara wa zamani tumewarudisha wao. Lakini ukijichanganya ukisema tunarudi maisha ya zamani, kwamba mimi nakaa nyumbani napiga majungu, ufanye biashara, unategemea pale aje akupe kodi. Hilo sawa. Sije mkashangaa asibani musa wewe vipi? Ni kijana wake hapa nika nipangisha. Wewe tulokukuta tunakupa ile frame. Jamani mmeelewa? Yaani yale maisha kwa mnaishi zamani sauni kabisa. Dr. Samia lengo lake ni kukunyanyua. Unyanyuke kimaisha. Kesho kwa Mungu awe na majibu ya kumjibu Mungu kwamba ulinipa dhamana ya kuwaongoza Watanzania. Mwenyezi Mungu nimeweza kuwasaidia hivi.
Nimewakuta mama wa Vingunguti, jua ni la kwao, mvua ni la kwao, lakini nimewatoa, nimewajengea soko la kisasa hili. Mungu anambia haya, paradiso hili pale, kale zabibu, kale maziwa, kula raha rais wangu Samia. Jamani mmeelewa eh? Ndio. Sasa haiwezekani yeye rais anakunyanyua alafu wewe unaleta ubepari. Bepari ni mnamjua? Yaani maana bepari yeye ana viwanja 10. Wewe una nusu eka. Basi bepari anakitaka hadi ile nusu eka ya kwako aichukue yeye. Sasa si ulafi huo. Maana hata mimi ningekuwa na uwezo basi ningesema sasa mimi kama Kumbi la Moto si ndio nimeasisi hili jambo? Nyinyi si mlikuwa 19 zamani? Hakuna kutafuta fanya biashara nyingine nani? Naomba hizi vivo baki vyote vya kwangu. Lakini pale nina kibanda. Lipo jina kwanza hata sitaki kutaka staki. Kwa nini nitaingia kwenye dhima ya Mwenyezi Mungu pale? Yote nitakayoyafanya yanaenda kuchomwa. Kwa nini mimi nina fursa pale nilipo? Nitoke kwenye udiwani. Si ndio? Nikimfuata mwe bwana hali yangu mimi mbaya atakumbuka. Hili soko sio kaniweka yeye hapa. Ndio. Huyu mimi atanipa shilingi 5,000 nitaenda kula. Sio unanielewa? Ndio. Lakini nitatoka hapo nitafuata Junwa bwana mimi hali yangu mbaya. Unanisaidiaje? Maana mimi nina fursa nyingi za kuomba watu kwa namna nilivyoishi nao. Chukulia dada yangu kama huyu. Huyu atamuomba nani? Ina maana hana pa kumuomba huyu. Na huyu dada unamkuta kabisa yuko stendi pale barabarani anauza biashara. Manake huyu hawezi kukua huyu. Kwa sisi kama viongozi tuna wajibu wa kutengenezeni nyinyi mazingira biashara zenu kwanza ziheshimike lakini zikue. Na mtazamaji wa SKF TV, huo ni mkusanyiko wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Mei 9. Nikushukuru sana kutenga muda wako wa thamani kutazama habari hizi. Nizidi kukukumbusha tarehe 12 Mei mpaka tarehe 16 kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Malolo pale Tabora, upasuaji wa mdomo wazi ambao unafanyika bure kabisa. Mimi nikutakia maandalizi mema ya Sabato, lakini pia nikutakia weekend njema. Tukutane siku ya Jumatatu pale utakapopata tena neema. Bye kwa sasa. Kwa mara nyingine tena, The Theme Qualities Foundation kwa ushirikiano na hospitali ya Malolo Tabora wanakuletea upasuaji wa midomo wazi utakaofanyika bure kabisa. Ni kuanzia tarehe 12 hadi 16 Mei katika hospitali ya Malolo Tabora. Watoto wanaombwa kufikisha hospitalini hapo siku moja kabla ya kuanza kwa zoezi la upasuaji. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0753 108 944 au 0738 229 449 na 0717531312. The Same Qualities Foundation, hatua moja, tabasamu moja.